Hapa KTN baadhi tu ambao tumekuandalia, lakini sasa hivi tuanze na taarifa kutoka huko Ikulu. Rais William Ruto leo hii amewakaribisha viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka maeneo tofauti nchini katika Ikulu ya Nairobi kwa mkutano uliojadili masuala yenye umuhimu wa kitaifa. Mkutano huo uliwakutanisha pia viongozi wa dini kutoka sehemu mbalimbali za nchi kama sehemu ya mashauriano yanayoendelea kati ya serikali na viongozi wa kidini kuhusu utawala bora, umoja wa kitaifa, maendeleo pamoja pia na masuala yanayoathiri jamii. Hebu tusikilize walichozungumza katika hafla hiyo. Binadamu, na nyinyi mnajua mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Dini ndio inafanya mtu awe na direction. Iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kristo. So sote sisi ndio katiba ya Kenya. Sehemu ya kwanza ya katiba ya Kenya inasema the Almighty God. Yani pale kwenye katiba inamtambua Mwenyezi Mungu. Sisi kama taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwapokea hapa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya inawatambua. Serikali ya Kenya inawatambua. Na katika safari ya ujenzi wa taifa letu la Kenya, mko pale katikati katika kupanga vile tunaweza kuwa taifa moja, tuweze kuendesha maendeleo, tuboreshe maisha ya wananchi wetu na Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele kimaendeleo. Mimi nataka pia niwaambie ya kwamba katika safari hii kuna maneno mimi na nyinyi Waislamu tulikubaliana. Na kukasemekana ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Iko dawa ingine? Kuna maneno matano. Kuna maneno matano tulikubaliana na nyinyi. Waislamu waliniuliza wakaniambia ya kwamba Mungu akinipatia nafasi niwe rais wa Kenya, mimi niliwaahidi kuna maneno nitatengeneza na nitanyorosha na nitabadilisha. Ya kwanza, muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi. Iko ubaguzi. Iko discrimination. Iko marginalization. Kwamba ukiwa Muislamu unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikawaambia Mungu akinipa nafasi hiyo ubaguzi nitaiondoa. Tarehe 5 mwezi wa pili 2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Tunaelewana jameni? Na ndio leo katika taifa letu la Kenya tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya
achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa North Eastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Tukitoka Ikuluni tusonge mbele. Hafla pamoja ibada ya wafu ya watu